Sisi sote tunaujenga mwili wa Kristo ambao ndiyo Kristo na ndiye ukombozi wa ulimwengu. Anasema kutoka ile, kama tunavyoona kutoka ile Mathayo 24, anasema hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sasa, nanyi nitakuwa pamoja nanyi. Anasema hivi, tunaanzia ule mstari wa Mathayo. Anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje ya tawi na hunyauka, watu hukusanya na kuweza kutupa motoni. Anasema kwamba wewe usipofuata maagizo ya Mungu, watu wengine watakatakata yale matawi, wataweza kuyakusanya na kuweza kuyatupa motoni. Hii ndipo ambapo tunaona sasa Ibilisi ana uwezo wa kukushambulia wewe jinsi anapoona. Atakushambulia wewe kwa atakapojiona yeye Yesu, atakutupia magonjwa, watu watakuchukia, biashara utakayofanya haitaenda, kila kitu utakachofanya wewe kitashindwa. Vyote kwa nini? Kwa sababu umetoka nje ya Mungu. Tumrudie Mungu. Anasema kwamba utashambuliwa na kila aina, kwa sababu shetani atakugaragaza wewe bila atakapoona. Usiku atakuloga, biashara ukifungua itakufa, kila mazao ukilima yatashakuwa, utakuwa ni mtu wa mikosi. Kwa nini uwe mikosi wewe baada ya kugeuka kuwa baraka? Hebu tugeuke tumfuate Mungu ambaye ndiye Mungu wa kweli, kwa jinsi alivyotuagiza katika maandiko matakatifu. Anasema yeye atakulinda na mabaya yote. Kwa hiyo unajikuta unapitia katika shida, ni kwa sababu wewe akili zako na mambo yako umeelekeza katika akili zako ili uweze kulitatua lile jambo. Mwachie Mungu jambo lililoshindikana, ile wewe mwachie Mungu. Mungu, hili jambo hili kwa akili zangu mimi nimeshindwa, naomba nikuachie Mungu kwa muda huu. Hebu rudi kwa muda ule, ninyenyekeze kwa Mungu, mwachie yeye, ndio atakayeweza kupambana nalo. Linaisha mpendo, nakwambia. Ndio maana nakwambia njia ya Mungu siku zote inapokuwa inaenda huwa inakuwa ina giza kubwa kuliko kawaida. Na njia ya Mungu siku zote unapokwenda mbele kunakuwa na baraka, kwa sababu Mungu ndiye anakuwa anaona mbele. Ila baraka zile zilizokuwa ziko mbele yeye ndiye anayezijua, lakini wewe kwa moyo wako unakata tamaa, kwa sababu unakuwa na akili ile ya kibinadamu au na ule ufikiri na maono ya kibinadamu kwamba nikifanya hivi nitabarikiwa, nikifanya hivi nitafanya hivi. Hebu tuache kutegemea akili zetu peke yetu. Tumshirikishe Mungu. Tumwachie yeye. Mungu ndiye njia ya kweli. Anasema kutoka ile Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20. Yesu anasema akawajia akasema, nimepewa mamlaka yote. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu ndiye anayesema, amesema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wewe unayebisha kwamba Yesu hawezi kutenda miujiza au hawezi kutoa katika shida hiyo, pole sana. Waswahili wanasema imekula kwako. Anasema nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Ndiyo anavyosema Yesu Kristo. Hebu tumuombe, tumrudie kwamba sisi tulikosa, sisi ni wenye dhambi, sisi tulienda nje ya mstari ambao Mungu alikuwa ameagiza. Rudi mbele za Mungu. Nenda katubu, rudi, kakiri. Kama hujabatizwa nenda kabatizwe. Kama hujaweza ongoza sala ya toba, nenda kaongoza sala ya toba. Mungu atakubariki. Haya yote tunayoyafanya, tunafanya ni kwa sababu tunafuata ili ulimwengu uweze kutuelewa. Ndugu yangu, katika ulimwengu huwezi kueleweka. Walimwengu siku zote hatutende mabaya vipi, hawana shukrani. Watabaki kukulaumu tu. Utalaumika tu. Kila siku wewe utakuwa ni mtu wa kulaumika tu. Utafanya kitu kidogo, ukiwa tajiri watasema wewe Freemason. Ukiwa sijui una hela kidogo watasema sijui umefanya sijui mambo gani. Ukiwa sijui umenunua kagari wamesema unajidai. Sijui umenunua hata baisikeli wanasema unajidai. Sasa ulimwengu huu ndugu yangu utawezaje? Utakunywa bia za aina gani? Kuna bia zinatokana za kila aina kwenye dunia hii. Utazidi kuchakaa. Na ndio maana kuna mwanasaikolojia mmoja tulikuwa tunazungumza juzi, yeye ni mwanasaikolojia afu ni daktari. Anasema watu wanaokunywa hivi vinywaji vikali, wanapoanza kuwa na umri mdogo, wanapoanza kuwa wanaendelea kutumia vile vinywaji. Hayo sio maneno ya Biblia, ni maneno ya daktari. Anasema ukianza kunywa hivi vinywaji ambavyo ni vikali, wanavyoita sijui master, wanavyoita sijui vitoko, wanavyoita sijui, miaka 50 utoboi. Utakapofika miaka 50 umeshachakaa kuisha. Watu wanaokunywa hivi vinywaji vilivyokuja sasa umechakaa, magonjwa bado utasikia sijui mara sijui maini yameoza, mara sijui figo. Mambo ni mengi kwenye ulimwengu.
huu